Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Wajumbe wa kamati ya kudumu ya Bunge ya nishati na madini wameonyeshwa kuridhishwa na kushangazwa na kasi ya teknolojia inayotumika katika kituo cha mfano cha uchenjuaji dhahabu cha Katente kilichopo wilaya ya Bukombe mkoani Geita. Haya yamebainishwa Machi 15, 2026 na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya nishati na madini Subira Mgalu wakati wa ziara ya kikazi ya kukagua maendeleo ya kituo cha mfano cha Katente kilichoanzishwa na serikali kupitia shirika la madini la taifa STAMICO, kikilenga kuwasaidia wachimbaji wadogo wa madini katika uchenjuaji bora ili kuachana na matumizi ya kemikali hatarishi kama zebaki. Mgalu ameeleza kuwa kamati imefurahishwa na teknolojia ya uchenjuaji dhahabu inayotumika Katente. Inatumia mifumo ya kisasa ya vat leaching. Imefanikiwa kuongeza kiwango cha upatikanaji wa dhahabu kutoka 40% hadi kufikia zaidi ya 90%. Awali akitoa taarifa ya utekelezaji wa shughuli za uchenjuaji katika kituo cha mfano cha Katente, kaimu mkurugenzi mtendaji wa STAMICO Deusdedith Magala amesema kuwa katika kipindi cha kuanzia mwaka 2020 hadi Januari 2026 wachimbaji wadogo wapatao 1920 wamepata elimu juu ya uchimbaji, usagaji mbale, uchenjuaji na ukamatishaji dhahabu. Pia ameipongeza STAMICO kwa kurahisisha upatikanaji wa kemikali na vilipuzi huduma nyingine zinazoendana na uchimbaji mdogo wachimbaji wadogo wapatao 1019 kupitia kituo cha mfano. Sambamba na hapo, Mgalu amepongeza serikali kwa kusogeza huduma kwa wachimbaji wadogo kupitia kituo cha Katente. Hatua hii inawasaidia wachimbaji wadogo katika kuongeza tija kwenye shughuli zao za uchimbaji. Kwa upande wake, naibu waziri wa madini Dr. Steven Kiruswa ameshukuru kamati ya Bunge kwa ushauri mzuri kuhusu kuboresha kituo cha mfano ili kuendana na idadi ya wachimbaji wadogo katika kuwapatia huduma. Mohab TV, Geita.